usiku bara la Afrika na mataifa ya Afrika Mashariki tutashuhudia maandamano ya amani, lakini kulijadili kwa kina wageni wangu ni Stella Agara, mbobevu huyu katika masuala ya utawala bora akiwa Nairobi. Pamoja naye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Isa, kwa sasa akiwa kule Zanzibar. Nianze nawe Stella Agara, nini kinachowasukuma polisi kuingilia maandamano ya amani? Tuzingatie kwamba maaskari na walinda usalama wao wanafanya kazi kwa amri. Amri zenyewe wanapewa na serikali ambayo iko katika uongozi. Ni mambo yapi ambayo yanawafanya waweze kutoa amri kama hizo? Ni kwamba wengi wao wanajua hawajachaguliwa na wananchi. Kwa hivyo wanajua patiwa nafasi ya kuandamana watawaondoa mamlakani. Jambo la pili ni kwamba wengi ambao wanagombea uongozi sasa hivi ni watu ambao hawajamakinika katika manifesto zao na kuelewa mahitaji ya wananchi. Wengi wao wameingia kwa mambo yao ya kibinafsi, ndio maana wangependa kukaa pale hata ikiwa wananchi hawawataki. Wale watu ambao wako na integrity, wale watu ambao wanaelewa kwamba uongozi lazima uchaguliwe na watu wako. Ukiona wananchi wameamua hawakutaki, unajiuzulu. Lakini wengi wa viongozi wa Afrika hawaelewi kwanza kama kuna jambo la kujiuzulu ya kwanza, na ya pili ni kwamba wanaogopa nguvu za wananchi, nguvu ambazo ni nguvu za kikatiba, na wananchi wao wanawapatia waongoze nazo kwa njia ambayo inaeleweka na njia ya kukubaliana na wananchi. Mtazamo wako Mohamed Isa? Hii hali ni hali ambayo iko duniani kote, na sababu ni kwamba mifumo ya kiutawala duniani ndio wanaokuwa na kauli ya mwisho kuhusu vyombo vya ulinzi na usalama. Ndio maana wakati vinaundwa vyombo hivi enzi za Wagiriki wa kale, mmoja wa falsafa wao mkubwa anaitwa Socrates, alipoambiwa kwamba linaundwa jeshi la polisi, aliwauliza hawa kazi yao ni nini? Wakamwambia kwamba watakuwa nalinda raia na mali zao. Akawauliza tena, nani atawalinda walinzi hawa? Kwa hivyo ni suala linaloitwa kwa ujumla national interest au maslahi ya taifa, ambayo yanabadilishwa na kuwa sasa maslahi ya watawala. Hivyo hata inapokuwa katiba inaruhusu watu waandamane, watu watoe sauti zao, basi vyombo vya utawala sehemu mbalimbali duniani vitaingilia kati kwa sababu ya maslahi walioko katika utawala huo. Stella, kuna ripoti ya Amnesty International inaarifu kwamba zaidi ya vifo 300 vimeorodheshwa. Maafa kama haya yanaweza kuzuiliwa vipi? Nianze nawe Stella, karibu. Kwanza kabisa ningependa kuomba kwamba roho zao zitulie mahali pema peponi. Tumezoea sana tukiambiwa watu kadhaa wamekufa, na imefika mahali ambapo hatuogopi tena vifo, na haifai. Tunapoanza kugombea uongozi na kupigana mpaka tunaanza kupoteza watu kama 300, ni jambo la kusikitisha sana. Jambo la kwanza ambalo lingeweza kufanywa ili kuhakikisha kwamba tuzuie vita kama hizi ambazo zinatokea katika maandamano, kila mtu afuate katiba, kila mtu afuate sheria tunapojihusisha katika uchaguzi na uendeshaji wa biashara za serikali. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba kila anayechaguliwa kuwa kiongozi katika nchi yote aelewe ya kwamba nguvu zile alizopewa kuweza kuongoza nchi ni nguvu za wananchi. Wananchi wakisema wangependa kuandamana, wanapewa nafasi ya kuandamana katika njia za kisheria. Na wakati wananchi wanaandamana, polisi na walinda usalama ni muhimu wakumbuke ya kwamba kando na kupewa amri na serikali, hao pia wanaajibika katika sheria za international humanitarian law ambazo zinahitaji ya kwamba hata kama wako katika vita ama wanajaribu kulinda nchi, wanafaa wanaifanya katika njia ambazo ni human. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba kila mtu aelewe ya kwamba wananchi wanaopiga kura katika nchi za Afrika na dunia nzima wamerevuka. Kwa sababu ya kuerevuka, hauwezi kuwadanganya ama kutumia njia ambazo walikuwa wanatumia kwa gandamiza kitambo. Itabidi kila mtu aelewe ya kwamba wananchi wamerevuka, na mjinga akirevuka mwerevu yu mashakani. Mwisho ni kusema ya kwamba wale viongozi ambao wamepatikana kuhusika na kuwaua watu na kuhakikisha kwamba kuna shida kama hizi katika elections waweze kupata adhabu. Wasipopata adhabu, ndio wengine wanaanza kuchukua tabia hizo. Tunaiona ikifanyika nchi nyingi, opposition leaders wanapata kufungwa jela, wanapigwa, wengine wanauawa, na ni jambo ambalo halifai. Mohamed Isa, hili unalizungumzia vipi? Kimsingi inatakiwa tu kile kinachoitwa utawala bora. Kama hakutakuwa na utawala bora, basi hakuna anayejiona yuko juu ya katiba, juu ya sheria. Kama katiba au sheria imeruhusu jambo fulani litendeke, hakuna atakayezuia, kwa sababu anajua na kwenda kinyume cha katiba. Kwa hivyo tatizo linaanzia pale kwenye kinachoitwa utawala bora. Utawala unapokuwa sio bora, basi utabinya katiba, utasigina sheria za nchi, ili kuhakikisha kwamba walioko kwenye madaraka wanaendelea katika yale wanayoyafanya, ambayo ndiyo mara nyingi yanasababisha hayo maandamano na kulalamikiwa na raia. Naam, Stella, wewe kwenye masuala ya utawala bora umebobea. Tueleze sasa juu ya viongozi wengi walio madarakani huchangia kuchochea maafisa wa usalama kutumia nguvu kupita kiasi. Kwa maslahi gani, ama lengo lao huwa ni nini haswa, au kutuma ujumbe gani? Lengo lao la kwanza huwa ni kuhakikisha kwamba dunia nzima isije ikajua
ya kwamba hawakuwa wamechaguliwa na ile popular vote, hawajachaguliwa na nchi nzima. Wengi wao huwa mara nyingi wameiba kura, na baada ya kuiba kura wanataka kuhakikisha kwamba ikae ni kama wao ndio yule popular candidate yule ambaye anatakana na nchi nzima. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba wananchi wa sauti zao zisisikike ili waendelee kuwa ofisini, na wengi wao huwa wako katika ofisi zao na wanafanya mambo ya ufisadi. Kwa hivyo wangependa wananchi wanyamaze ili waweze kuendelea kupora mali ya serikali bila kelele yoyote. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba wana deal na psychology yao wenyewe, inafanya self esteem inakuwa chini. Nadhani shida kubwa ni ya kwanza ya kuhakikisha dunia isijue kwamba hawapendwi, na hii ya mwisho ya kisaikolojia na taishi katika rejection. Nadhani ni muhimu pia tuweze kuangalia saikolojia ya viongozi ambao tunawachagua, tuangalia kwamba ni watu ambao hawajapitia rejection kwa muda mrefu maishani mwao, tuangalia kwamba ni watu ambao akilini sio watu pungwani, wakiingia uongozini wasije wakaanza kufanya mambo kiume na sheria ama kiume na mipangilio ambayo imewekwa katika katiba zetu. Mohamed, wakati madhila kama haya yanapotukia, wengi wa waathirika ukosa haki. Hili linaweza kutatuliwa vipi ikiwa waliotia utambi vyombo vya dola hutumia nguvu kupita kiasi bado wako madarakani? Kikubwa hapo kinakuwa sasa ni kinachoitwa jumuiya ya kimataifa sasa kusimamia haki za binadamu, kama vile mahakama ya haki ya ulimwengu ICJ, kuna mahakama ya jinai kule ICC, kuna Umoja wa Mataifa huko pale, kuna Umoja wa Afrika. Haya majukwaa ya kimataifa ndiyo yanayoweza kusimama na kuhakikisha kwamba wanaotendewa katika nchi mbalimbali wanaweza haki zao zikasimamiwa. Tatizo linapokuja pale jumuiya ya kimataifa inapokuwa bubu au inapojitia kiziwi au kipofu, mambo yanatokea yanaangaliwa tu na hayawezi kukemewa, kutokana na kwamba labda hayo mataifa ndiyo ambayo yanafaidi rasilimali za hizo nchi. Kwa hivyo suala linarudi kwenye uwajibikaji wa kimataifa pale ndani ya nchi kwa viongozi umepotea. Stella, unafikiri kuna wakati bara la Afrika tutashuhudia maandamano ya kisiasa yenye amani? Wakati wa bara la Afrika kushuhudia maandamano yenye amani umefika, kwa sababu wananchi katika nchi zote za Afrika wameweza kuerevuka. Namba moja. Ya pili, wameweza kuelewa kwamba sheria inawakubalisha kuangalia vile ambavyo mambo ya serikali inaendeshwa. Wananchi wa Afrika wamegundua ya kwamba ni haki yao kuwa barabarani, ni haki yao kuwa kwenye redio na kuwa kwenye TV wakizungumza mambo ya haki zao. Lakini ya nne kubwa ni kwamba internet ama social media imeleta nafasi ya wananchi kuzungumza, hata wakizimiwa microphone kule kwenye media houses, wanapata nafasi kwenye social media kusema kile ambacho wanafikiria. Itakuwa ni vigumu sana kuwakataza wananchi kusema kile ambacho wanafikiria. Wakati utakuja ambapo hawa viongozi itabidi watii amri, wasikilize wananchi ama watafurushwa. Wale viongozi ambao wana maono na ambao wangependa kuendelea kuongoza nchi zao, wakati huu ndio wakati wao wa kukata kauli ya kwamba wataendelea kuongoza wananchi wakisikiliza matakwa na mahitaji ya wananchi wao. Stella Agara, mtaalamu katika masuala ya utawala bora, akiwa Nairobi, Kenya. Pamoja naye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Issa, kwa sasa akiwa kule Zanzibar. Na